Ndugu wanahabari, mkoa wa Tanga unatarajia kufanya jukwaa la 7 kwa siku 2 kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 5 mwaka huu 2025 mwezi wa 6 katika ukumbi wa ofisi ya mkoa, ikiwa na kauli mbiu inayosema ushirika ujenga ulimwengu ulio bora. Hivyo basi tunatarajiwa jukwaa hili liweze kuhudhuriwa na wanaushirika na wadau mbalimbali wapatao takriban 500. Jukwaa hili ni jukwaa la 7 katika mkoa wetu baada ya wazo la uwepo wa jukwaa la ushirika lililoibuliwa na wanaushirika wenyewe walioshiriki katika kongamano la wanaushirika lililofanyika katika mkoa wa Dodoma siku ya tarehe 23 Februari mwaka 2016. Lengo kuu ilikuwa ni kutangaza bidhaa na huduma zinazozaliwa au zinazotolewa na ushirika, lakini vile vile kuwakutanisha wanaushirika pamoja na wadau wa ushirika ili kujadili maendeleo ya ushirika. Tunafurahia kwamba kipindi hiki tunakutana tayari kuna benki ya ushirika ambayo ni pamoja na mafanikio makubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan imeweza kuyafikia. Walengo wa jukwaa hili linategemea ni kukutanisha kwa pamoja serikali na taasisi zake zinazosimamia, lakini vile vile tunategemea kuwa na wanaushirika wenyewe kupitia vyama vya ushirika, SACCOS, AMCOS, viwanda, sekta ya maziwa, sekta ya uvuvi na madini, lakini vile vile vyama vya ushirika, vyama vikuu vya ushirika, unions, ambazo vyama hivi vinavyounganisha vyama hivi vya msingi vya ushirika. Lakini pia tutakuwa na watu wa huduma kwenye vyama vya ushirika, ikiwa ni pamoja na mashirika ya serikali, NGOs, lakini taasisi za kifedha, mashirika ya umma na mashirika ya watu binafsi. Matukio muhimu ambayo tunategemea kufanyika ni pamoja na mada. Tutakuwa na mada mbalimbali zitakazowasilishwa kutoka katika vyama vya ushirika kuhusu safari ya mafanikio na uboreshaji wa ushirika katika mkoa wetu wa Tanga katika kipindi cha miaka 4 ya serikali hii ya awamu ya 6, na italenga zaidi katika sekta mbalimbali. Kwanza kutokana na vyama vya mkonge ambayo itaelezea zao la mkonge. Kwa hiyo ziko fursa mbalimbali ambazo wadau na watu mbalimbali ndani na nje ya nchi hawazifahamu. Tunatazamia kwa kupitia jukwaa hili la ushirika tutakalokuwa nalo la siku 2 la mkoa, litaangazia fursa mbalimbali zilizopo ndani ya mkoa wa Tanga. Rai yangu kubwa kwa wananchi wa Tanga na wananchi wa mikoa ya jirani, wasisite kufika kuona uzuri wa mkoa wetu wa Tanga. Na kama ilivyo ada, Tanga tunasema waja leo kurudi majaliwa, kwa maana ya kwamba ziko fursa mbalimbali adhimu ambazo zinapatikana ndani ya mkoa wa Tanga na zipatikane mahali pengine popote. Kama ambavyo amesema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tuna fursa za maziwa ambayo ubora wa maziwa yanayopatikana mkoa wa Tanga hayapatikani popote. Tuna korosho, tuna zao la mkonge, wengine wamekuwa wakiona kwenye TV na kulisikia. Hapa wakifika ndio mahali pake kabisa. Lakini kuna madini yanapatikana ndani ya mkoa wetu wa Tanga, kuna utalii, kuna uvuvi, angalau waje waone bahari na wale samaki katika kuangazia mchango wa sekta ya ushirika. Kwa hiyo mimi nisitake kuongea mengi nikaharibu ladha nzuri ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amekwisha kusema. Rai yangu, kwa sababu tutakuwa na maonyesho ya bidhaa za wanaushirika na vyama vya ushirika, wafike vijana, wafike wafanyabiashara, wafike na wadau mbalimbali, wawekezaji wafike kujionea fursa hizi. Nitakuwa mchoyo wa fadhila Mheshimiwa Daktari Balozi Batilda Salha Buriani, mkuu wetu wa mkoa wa Tanga, kwa kuweza kutoa taarifa ya jukwaa la 7 la maendeleo ya ushirika mkoa wa Tanga. Nimshukuru sana kwa namna ambavyo ameendelea kubeba ushirika katika mkoa wa Tanga, na kwa kweli ametusafisha njia ya kuhakikisha kwamba shughuli zetu za ushirika katika mkoa wa Tanga zinakwenda vizuri bila kuwa na changamoto. Nipende tu kutoa rai kwa ndugu zangu wanatanga, kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuhusu umuhimu wa vyama vya ushirika, na mimi niongeze machache tu kidogo kwamba niombe sana vijana wajitokeze
kushiriki kwenye shughuli za vyama vya ushirika.